Yule mtawa alitanua mikono yake kwa upana, huku kikiwa na kisu kikali kimesimamishwa chini ya kila kwapa lake. Kisha, akiwa amebeba ndoo mbili za maji, kila moja ikiwa na uzito wa pauni 100, alihitaji kupanda mteremko wa nyuzi 90 na kumimina maji hayo kwenye mfereji uliokuwa juu ili yatiririke kushuka hadi kwenye bwawa lililokuwa chini. Hii haikuwa kazi rahisi, kwa sababu alilazimika kudumisha usawa wake muda wote na kuweka mikono yake ikiwa imenyooshwa. Kama mikono yake ingeshuka hata kidogo tu, vile visu viwili vingemchoma. Mwanzoni alikuwa bado hajaimudu mbinu hiyo na aliweza tu kuyumbayumba hadi juu ya mteremko akiwa na maji. Ili kujifunza sanaa ya mapigano haraka iwezekanavyo, alianza kubeba ndoo 500 za maji kila siku. Baada ya miezi kadhaa, alijitokeza miongoni mwa wanafunzi wenzake. Sasa hakuwa tu akibeba ndoo hizo mbili kwa kasi ya umeme, bali hata alikuwa na nguvu zilizobaki za kuwasaidia ndugu zake wenzake. Alipomwona akiwasaidia wengine, mwalimu mara moja alimzuia. Wakati wa mafunzo, hupaswi kamwe kuwasaidia wanafunzi wenzako, kwa sababu hilo litawazuia kufanikisha chochote katika mazoezi yao. Mtawa huyo alihisi kutoridhika sana kusikia hivyo. Baada ya mwalimu kuridhishwa na utendaji wake, alimwamuru aendelee kwenye kiwango kinachofuata cha majaribio. Katika hatua hii, mtawa alitakiwa kusimama kati ya mishumaa miwili iliyokuwa imewashwa, na macho yake yalipaswa kufuatilia miali ya moto ilivyokuwa ikiyumba kushoto na kulia. Lakini katika mchakato huu, kichwa chake hakikupaswa kusogea hata kidogo. Hii ilikusudiwa kuimarisha nidhamu yake ya kiakili, na mwanaume huyo alikuwa na uhakika kuhusu hilo. Mwanzoni, mboni za macho yake ziliweza kwa shida sana kufuatilia mwanga wa mishumaa. Hata hivyo, wakati Abati alipoongeza kasi ghafla, hakuweza kujizuia kusogeza kichwa chake na akaungua na mshumaa. Abati alimwonya kwamba kichwa chake hakipaswi kamwe kusogea pamoja na mboni za macho yake, na akamwamuru ajaribu tena. Mtawa huyo hakukata tamaa na akasonga mbele kujaribu tena. Wakati huu, mtazamo wake ulikuwa mkali, na haijalishi Abati aliongeza kasi kiasi gani, kichwa chake kilibaki kimetulia kabisa. Alipoona hivyo, mwalimu alitabasamu kwa kuridhika. Kisha likafuata jaribio jipya, lakini mbinu ya mafunzo ilikuwa ya kushangaza kweli. Alihitaji kuzingatia kabisa kusikiliza mwalimu akigonga samaki wa mbao. Kila mara Abati alipogonga samaki huyo wa mbao, yeye alihitaji kuzungusha nyundo ya chuma na kugonga kengele kubwa. Aliposikia amri hiyo kwa mara ya kwanza, mtawa huyo hakuridhika sana. Alihisi kwamba aina hiyo ya mafunzo ilikuwa kupoteza muda kabisa, lakini bila kutarajia, mara tu alipoinua ile nyundo ya chuma, aligundua mara moja jinsi ilivyokuwa ngumu. Kumbe nyundo hiyo ya kawaida ilificha siri. Ingawa kichwa cha nyundo yenyewe kilikuwa na uzito wa pauni 10 tu, kilifungwa kwenye mwisho wa fimbo ndefu ya mianzi iliyokuwa laini, bila sehemu yoyote ya kutegemea nguvu. Kuinyanyua kulihisi kana kwamba ilikuwa na uzito wa pauni 120, na alitakiwa kutumia mkono mmoja tu. Kama mwanzilishi, mwanzoni aliweza kushika fimbo hiyo ya mianzi katika sehemu isiyozidi 1/10 ya umbali kutoka kwenye kichwa cha nyundo ili tu aweze kuinyanyua. Lakini baada ya mipigo michache tu, kifundo chake cha mkono kilichoka kabisa. Alimtazama mwalimu ambaye bado alikuwa akiugonga samaki wa mbao, na roho ya ushindani mara moja ikachochea moyoni mwake. Aliishika tena fimbo ya mianzi na kuendelea kugonga kwa nguvu hadi kifundo chake kikawa cha zambarau na kuvimba. Miezi kadhaa baadaye, aliweza kushika kwa uthabiti mwisho wa fimbo hiyo ya mianzi, na huku akienda